Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi, watu wazidi kusonga na kigongo kabambe zaidi. Kwa picha inatokea DC Production ikiwa chini ya sound ya Mgojosoni. Siku watoto wananiita bai, mambo nazidi kuwa sawa kwa safi zaidi, niko njamba kabambe zaidi. Yepe ni kutoka jina la Shadow DC, lakini pia huko na Mgojosoni. Baba nazidi kusababisha kibabe zaidi, kujua mengi sana ambayo yamejificha katika tamthilia ya bomba zaidi. Bado tunahitaji kujua nafsi ambayo imerejea kutafuta ukweli wa maisha ya binti ambaye aliweza kuuawa. Pia kuna masalia ya dosari ambazo inasadikika huyu binti alisalia pekee katika mabinti wengi sana ambao walitumwa katika mission maalum. Sasa nani ambaye aliwatuma? Tuingie kabisa katika mzigo kibabe zaidi ili kujua mengi kati ya yale ambayo yamesalia zaidi. Tunaonga katika episode ya 3 tu. Tuanze hapa. Basi ilikuwa ni kipindi ambapo binti alikuwa anapewa mwongozo tu kwamba pekee ndo ulisalia kati ya wote ambao walitumwa kwenye mission moja maalum zaidi. Kumbuka kumbukumbu ya binti kwa sasa haina ukamilifu zaidi. Hii ni nafsi tu ambayo imeingia kwenye mwili wa mtu ambaye aliweza kupoteza maisha. Anasema ofisa Guu, ina maana mimi peke yangu ndo niliyesalia. Anasema siwezi kupa majibu. Sasa upande pili kwa mzee mzima Master Zo anampa kwa kila ambacho amefanya kimekuwa aibu sana. Anasema lakini ni Master Guu Chion. Anasema kwa wakati mwingine inaonekana ameweza kurudia kile ambacho tulimuonya kwa mara ya kwanza. Basi katika sherehe ambayo inafuata ni Flower Festival, usije kufanya makosa tena na kunileti down. Mwamba alikubaliana na lakini tayari katika mkono wake kuna logo tattoo ambayo imechorwa ikiwa inaashiria ni adhabu. Sasa binti Liyuan akiwa na mbamba kidogo kufanya kwa uchunguzi fulani, mara ghafla aliweza kukamatwa. Hai sasa upande wa pili mtaalamu ana kitabu ambacho kimeandikwa Spirit of Guu Family. Yanatokea katika familia ya Guu. Binti baada ya kukamatwa, jumbe lifika kwa mtaalamu tu kwa binti tayari amenaswa. Anasema Songzio, nimesubiri sana hii nafasi. Anaambia pamoja na kwamba una makovu na umamia, naweza nikaifix hali ulionayo. Basi mtamu ambia ni fixi. Hakika binti alimweka Mwamba katika muonekano mzuri zaidi. Lakini shida ni kwamba maumivu ambayo alipatiwa pindi ambapo anajiwa na ule mtu ambaye alivaa kinywaga kama changuloe, bado hatujamjua nani. Ila alimwambia tu kitu kimoja, tengeneza favor kwa upande wangu na kisha unamaliza kile ambacho kimesalia. Pamoja na kwamba binti alimsaidia kumweka sawa, alimwambia hata hivyo vijakazi hawapatagi bahati ya kuweza kumshika Master Zo na kumchafua. Basi kalitoka binti kamoja tu kwa ajili ya kukamilisha kazi moja maalum ya adhabu kwa binti Iliali. Binti amejitahidi sana kumsaidia Master Zo. Anasema hiyo ni juu ya kitu kinaitwa Touch of Lady. Sasa ndakiwa tobolewe katika eneo lake la mikono, yani ndani ya kucha ziweze kuingizwa pini na matone ya damu yazidi kuchuruzika. Iliali ilikuwa tofauti zaidi. Kijakazi ambaye ni kama bodyguard wa mtaalamu alimwambia kwa sasa hiyo mambo hayajakaa vizuri. Lakini ghafla kuna mjumbe analeta ujumbe. Anasema tayari amefika. Bila shaka ni Guye Anasema amejuaje? Binti anaita Guu Chengyang. Mwamba amefika, lakini binti alitumwa mzibiti mwanaume. Anasema nini kimekuleta hapa? Anasema nahitaji kupata majibu juu ya vile ambavyo vimejificha muda mrefu zaidi. Mmoja amekuwa na second commander. Basi mama alitupa vipini fulani kuelekea sehemu ambayo upo mtaalamu. Angalia alivyoipangua mwanaume hiyo mambo. Sasa ufikiri nini ambacho kinajiri katika episode safi inayofuata? Wezidi kuongozana na sisi tu ili ujue kizaza ambacho kitanuka katika jumbe ile hapa ambalo linaitwa Unyae au si. Pia zidi kulike, comment, kushare, kusubscribe. Unazidi kutupa nguvu ya kufanya mambo izidi kusogea mbele zaidi. Hii hapa katika episode ya 3 zaidi. Tukutane katika episode inayofuata kuenjoy burudani kabambe zaidi. Pia zitakuwa fupi tu kutokana na issue za copyright, na baadaye tutaziunganisha kupata kitu kirefu zaidi. Inaitwa Fau DJ kutoka DC Production. Let's ciao. Kamsahamnida. 是那个顾承业，又是